wakati inapigwa Morogoro. Watu ambao hamumuoni Afande hapa, of course mtamuona baadaye mkitufuatilia kupitia Aboud Media TZ, Instagram, YouTube, TikTok, kwenye mitandao yote tunapatikana kama Aboud Media TZ. Hapa Selemani ana furaha kweli. Yaani baada ya kupigwa hii ngoma anaonekana vile ambavyo anafurahi sana. Kiukweli umerudi wapi na nini hasa kinakupa amani, furaha ambayo tunaiona hapa? Naona upendo wa ndugu ambao natamani kuona ukiwepo Morogoro mpaka kesho. Hii ngoma bana, sio tu kwamba maka ilivyoandaliwa hii ngoma, mimi sikuwa mmoja walio arrange kabisa. Okay. Lakini wali arrange nafikiri ilikuwa ni Wile Maewa na Stamina, kitu kama hicho, na ambao walikuwa na taarifa zote za hii ngoma. Na mwingine alikuwa Oteni. Kwa mimi wakaja kusema watanifanyia kama surprise. Kwa nachokumbuka walinipa taarifa ya hii ngoma wakati wameshaingiza sauti karibu wote. Walibakia watu wachache sana. Kwa mimi nilichokifanya, nilikuwa na furaha sana ile siku niliposikia ile demo yao. Namsikia Oteni, namsikia Stamina, namsikia Bele. Nasema hii sasa ndio ya kwetu. Kwa mimi nikasema lakini na kazi moja kubwa katika hii ngoma. Hawa wadogo wamenikabidhi mimi kama vile captain sasa. Kwamba tayari timu iko uwanjani. Bwana atakuwa wewe ndio captain, tutafutie ushindi hapa. Inakuaje? Kitambaa hiki vaa. Kwa hiyo ilinipa changamoto kwanza, nikasema lazima niibebe kuliko chochote yani. Mimi lazima kwanza nibebe, yani sajua mimi natakuwa ndo nifanye kubwa kuliko mtu yoyote. Mimi ndo mkubwa kwao. Mimi ndo naijua Morogoro vizuri. Lakini pia mimi nilishawahi kuimba nyimbo ya Morogoro wakati natoka na albamu yangu ya kwanza Mkukimoyoni ile na Koba. Wenzenu mimi natoka Morogoro, najivunia kwetu mji kasoro bahari. Lazima nitarudi hata nikienda mbali, kwa vile ndugu zangu Moro wananisubiri. Kwa ile nyimbo ikanifanya akasema hawa wadogo wamenipa mtego. Bwana mimi niwaweke kwenye mabega yangu bwana. Lakini pia ni bebe Morogoro yangu. Kwa hiyo verse niliandika kwa mitindo tofauti. Kuna mtindo mmoja hapo niliuita bobobo. Hapo nasikia kuna mashamba tunalimaga mboga na mipunga, kuna mahindi, kuna matunda, viazi miwa na karanga. Hiyo kidogo ni michano tofauti. Nikawa naita bobobo. Yaani natembea nao kwa mtindo kama vile najifunza kusema kwa speed kali. Kwa ilichangiwa sana namna wadogo walivyojitoa na walivyokuja na hii idea na hili wazo. Na mimi kwa uzalendo wangu nikalipokea, nikafanya kilicho bora. Na of course baada ya hapo tukashirikiana, ndo tukaongea na Musamishe pia, naye akaja studio akatia mchango wake. Kweli ngoma ilipokelewa sana Morogoro kwenyewe mpaka nje ya Morogoro. Ni nzito sana. Kwa hiyo imenipa furaha, kumbukumbu njema zimerudi. Na kuona kama kumbe ni shamba la vipaji. Shamba la vipaji. Hiyo tunaondoka nayo. Umo ndani ulimtaja Cheka. Sasa hivi tunaye Twa Kiduku. Sure. Sasa hivi yuko Twa. Muona bwana wapo kina Misumari. Muona bwana wapo of course madogo sasa hivi tunao. Na mimi naamini kwamba wataendelea kuwepo sababu Morogoro ni shamba la vipaji. Kwa hiyo ambaye ameshafanikiwa kwenye kipaji chake, awasupport na wale ambao wanakuja nyuma yake. Tunao wengi sana kusema kweli. Kina Seba Temba wako hapa. Muona bwana Cheka of course ni legend ambaye kastaafu kwa heshima ambayo mpaka leo labda kama unavyomsema Afande Sele kwamba pengine viatu vyangu havijapata naye vitosha mpaka sasa hivi kabisa. Kwa hata kwenye upande wa ngumi natamani kuna watu wakifanya kweli kama alivyofanya Cheka. Sababu Cheka of course alifanya vizuri zaidi pia kuliko maboxer waliofuatia baada yake. Kama unavyozungumzia kwenye muziki. Kwa natamani kuna Morogoro kuliko kwenye vipaji vikubwa kwa namna hiyo kwamba Afande Sele alifunika nchi nzima. Kwamba ukija Morogoro kuna msikia kuna Simba Afande Sele hapa. Umeona bwana, Afande Sele alichukua tuzo ya gari. Afande Sele alizindua albamu yake Jamhuri, akafunga uwanja mzima, akotema mate hamna, darubini kali na Mkukimoyoni kabisa. Na kama ilivyokuwa Cheka alikuwa anakuja hapa na mabondia ambao wanasemekana ndio bingwa. Ukisikia bwana bondia anayevuma sasa hivi ndo nani? Nyalawila. Huyo apigiki. Cheka anamuita Jamhuri, anamsulubu pale pale. Bwana sasa hivi ukoo wa ngumi Matumla mwanangu, yani huwezi kumgusa hata mmoja. Cheka anauliza ya Matumla ndo wakali hao. Nani mkubwa wao? Rashidi, mleteni. Anagongwa. Mwingine siji mbwana, mleteni, anagongwa. Mwingine si nani, anagonga wote. Bwana sasa hivi nani mwingine mkali? Bwana sasa mda katokea mtu mwingine bwana anaitwa si fulani, si katoka Zambia huko jamaa, huyo apigwi. Huyo Cheka sasa mleteni Jamhuri. Anagonga. Kwa ile career ya Cheka hajafikia boxer yoyote. Maana kwamba anaweza akamchukua bondia ambaye naamini ni mkali, akamleta Jamhuri afa akamgonga yeye, pale akasema kweli kagonga. Sio watu waseme hii bwana hapana bwana, hii sio ushindi hapana. Kwamba Cheka alikuwa anakwenda M4. Kwa natamani kuona Morogoro hiyo ya shamba la vipaji ikijudia kwamba wazaliwe wengine ambao watakuwa nafanya vile ambavyo walivifanya wale waliotangulia kabla. Alifanya Baraka Mshe, aje mtu wa bendi bwana Musa. Sio tu mnajipa majina makubwa kwenye mabendi afa wamfanye ile muziki ambao ukaenda nje ya nchi. Ukaenda duniani. Baraka alikuwa anapiga mpaka Japani huko, unamsikia Baraka.
Lakini leo unakuta kuna bendi Morogoro ndio, lakini zinaishia kama vile hip hop yetu sasa hivi. Ina bendi inakuwa na wateja wake wale wale. Ukienda ikihamia baa fulani unakuta wale wale. Ikihamia baa fulani wale wale. Sasa mimi natamani kuona zikizalisha mashabiki wapya, zikisikika kwa ushindani nje mpaka ndani ya nje ya mkoa wetu. Hiyo Morogoro hiyo shamba la vipaji lifanyie kazi, turudishe hivyo vipaji bwana. Vipo bwana. Hilo limezaliwa kila siku Morogoro. Limeisha na limefika, tutalifanyia kazi, tunakuahidi. Au vipi bana? Bana, kwenye sanaa tumezungumza sana. And kwenye tukimaliza hapo kwenye masuala ya ngumi. Unamuona kwa sababu sasa hivi tunaye Bendera Chuma, Mlingoti Chuma. Unamuona Twa Kiduku akienda kuisimamisha zaidi ngumi kutoka Morogoro kama ambavyo alifanya Cheka labda, au tusimshindanishe, tuseme tu yeye tunamuona akisimamisha hiyo kiwanda cha ngumi Morogoro. Uwezo huo nao, of course ana kipaji kikubwa sana cha ngumi. Lakini kipaji akiendi tu kipaji bila nidhamu ya kipaji chenyewe. Hata ukisikia sisi tumefika kwenye muziki pakubwa, kuna nidhamu fulani ya muziki tuliifanya. Lakini ungekuwa pengine unamsikia afande leo yuko klabu hii kakesha, kesho kakesha kule, kadondoka si kalewa. Sio kwa ubaya, niseme kama vile ningekuwa na zile style anazofanya Uteni. Usingeona mpaka leo nabaki na career yangu na heshima ile nayo. Kwa hiyo Twa ana talent kubwa, lakini cha msingi mimi naamini kwa jambo lolote ni kusimamia miiko tu. Na nadhani hiki ndio kipindi sahihi cha yeye kufanya ile ambayo sisi alifanya Bibi Morogoro mabegani, kwa sababu ndio umri wake wa kufanya vitu vikubwa vizuri. Uwezo huo wanao, na of course na watu wanaomsupport kina Nyange ambao wana moyo, sio tu moyo, wana support kwa hali na mali kina Ibra Nyange na wadau wengine, brother mwenyewe Azizi mara kadhaa anatoa magari yake, umeona bwana. Wako watu ambao wanaweza kusupport. Kwa nadhani yeye tu mwenyewe aiweke ndoto yake, kwamba aone ndoto yake hiyo anaitamani itimie, ili watu wa Morogoro waendelee kuwa na hamasa kwake yeye. Isifikia wakati wakasema wamekata tamaa, labda mbona hatuoni, au kitokea mechi pengine wanaanza bwana ushindi huu hawajivuni. Itakuwa kama vile Cheka kutoka Jamhuri, hata wale waliopigwa wanasema bwana Morogoro nyie noma. Yaani hakuna bwana pale refa si pale alifanya vile pale. Kwa mimi naamini Twa ana nafasi hiyo kubwa sana, lakini akubali akatae. Ule ni mzigo wa misumari. Umaarufu katika miji kama Yakoto midogo ni mzigo wa misumari. Lazima ubebe kwa maumivu ili kuwafanya watu waone kweli umewawakilisha. Kwa nafasi anayo, watu wanao. Hasa ni yeye mwenyewe kutazama ile miiko. Msingi wake ni miiko ya mchezo wenyewe. Miiko yake ni nini? Mazoezi ya nguvu kwa wakati. Heshimu maelekezo ya mwalimu. Heshimu ushauri wa wadau. Yaani hivyo ndio miiko hiyo hapo. Hakuna zaidi hapo. Kwa Twa ana uwezo huo. Tumpe moyo, tumsimamie na wenye kusupport kwenye financial waendelee kusupport Kuna wakati mnatoka Dodoma, mko kwenye trend nakumbuka na Stara Thomas, FDQ, Feruz. Kuna mlikuwa mnapiga story pale. Ushikaji tu. Sisi watu ma legend wa zamani. Unajua ukitafasiri sana sisi ma legend wa zamani, huwezi kutuita marafiki tena. Ukishakuwa na mtu katika miaka 20 ya maisha yako uko naye, kwenye shughuli zenu mko pamoja miaka 20 au zaidi ya 20, huyo hawezi kuwa rafiki, huyo ni ndugu. Kwa sisi ma legend toka tumeanza muziki tumefahamia. Mimi nimeanza kumjua pengine Professor J, nimeanza kumjua pengine je toka shuleni Kirunyembe, tulikuwa nafahamiana kwa mbali. Lakini ile kusema tupo kwenye industry pamoja ni zaidi ya miaka 30 tuko pamoja kwenye game. Ukisema Sugu hivyo, ukisema si Sogidogi hivyo, ukisema mtu ambaye ni wa zamani maana yake ni mwanafamilia yangu wa zaidi ya miaka 20. Kwa sisi ni ndugu. Sasa huwa tuna tabia ya kumisiana kumisiana. Tukiwa na tour zetu zile huwa tuna story nyingi za zamani. Pengine shows zilifanyika zamani, final kitu gani kizuri hivyo. Kwa ile pia ilikuwa ni sehemu ya hilo eneo, kwamba tumetoka kwenye budget ya wizara yetu kwa mwaliko wa bwana Waziri Makonda, tukajisikia fahari, katupokea vizuri watu wa BASATA, tumekaa nao. Kwa tukawa na good time sana pale Dodoma. Kwa siku ya kuondoka sasa tukawa tumefika mapema station, na unajua SGR ni moja ya matunda ya kujivunia kwenye nchi hii, sababu vingi vinapatikana. Yaani baada ya kusubiri masaa 5 kufika Morogoro, unafika SGR pale mapema. Na sisi watu wa kupiga mvinyo tukasema bana tumeshamaliza kazi kidogo tujipongeze kama kawaida ya Mwafrika. 1 2 3 basi stories zikaanza. Sasa zile stories ndo zikaelekea kwenye masihara ambayo yakapelekea lile tatizo ambalo lilionekana kama tumeweza kumwata kindugu yetu Sogi. Ile ni kwa sababu gani? Kwa zile kauli ambazo Sogi anarekodi mara nyingi kuhusu swala la Mfalme wa Rhymes. Hakubali kama
kwenye kushindana kuna mshindwa na mshinda. Kwa hiyo ile jambo yeye akawa alikubali. Sasa ukishakuwa mtu ambaye ukubali kushindwa sio mshindani. Ikiwa hata wale ambao tulishindana nao walikubali, mpaze mshindani wangu je, mwenye anasema huyu jamaa fresh bwana. Anafaa. Kwa hiyo ikaja topic bwana, huyu jamaa mbona anaongelea sana ile jambo? Maka alikuwa ameliongea siku ile. Kwa nini? Lakini baadaye akasema bwana sio huyu, tulikuwa na FDQ pa. Huyu FDQ aliwahi kuimba hicho kitu bwana, Mfalme Sele ambaye sio kidogo amtaki. Kwa hiyo Speedy akasema hamna, mimi simkatabii, King ndio namkubali, sema tu Sogi hivyo yani. Story basi masiara palikuwa hamna personal yani. Hamna, alikuwa ni Sala anaongea, Madi anaongea, wote tunaongea. Kwa hiyo baadaye ikashangaza tu kuona kwamba ndugu yetu kama vile akapaniki, akaona kama akashambuliwa, na of course ni sawa kwa sababu kuna kauli ambazo zina ukakasi. Ni utani lakini una ukakasi. Kwa hata kama ni utani unamtania mtu ukagundua kama amekasirika kweli, unapaswa wewe kurudi nyuma na kuomba radhi, hasa kama ulikuwa dhamira yako sio kumuudhi. Ila sasa ndio keshaudhika. Kwa hiyo ilikuwa ni masiara ambayo alipelekea ile hali. Of course niliomba radhi na hadi kesho naona kama sio kitu kizuri katika umri wetu. Utani ambao umepitiliza. Hata kwenye jamii ya kawaida sio utani mzuri. Watu wengi wanapigana kwa ajili ya utani wa namna hiyo. Hata kwenye Simba na Yanga kuna kiwango cha utani. Na maandiko yanasema kila jambo tufanye kwa kiasi. Kwa hata utani uwe kwa kiasi. Ukizidi sana unaharibu jamii. Siku ile wakati ile clip inasambaa, mimi nilikuwa kwenye club moja hapa Morogoro. Na DJ ambaye alikuwa anapiga siku ile pale. Alikuwa anaifanya, unajua ma DJ pia wana utundu wao yani alikuwa anachukua yale maneno anayamix na ngoma, alafu anaweka na ngoma zako, anasema nani anakataa kwamba huyu sio Mfalme Rhymes. Sehemu ambayo nilikuwa of course ni Morogoro, wote wakawa wanasema, yani wanaitikia kwa shangwe kwamba Sele unastahili. Pengine ungekuepo ile ingekuwa zaidi hata ya tuzo ya Mfalme Rhymes, kwa sababu alikuwa pamejaa sana. Mimi binafsi ndani ya miaka 20 na kitu 22 bado watu wanasema bwana huyu anastahili. Kwangu mimi ni fahari. Ingawa abe kabisa na vijana wengi walikuwa hawapo, yani Mfalme ulikuwa zamani. Lakini naamini pia wenyewe wamezidi kuwa na kila siku wanazidi kuona kumbe huyu bwana alistahili. Kwa mfano kipindi fulani kulikuwa na shida kubwa ya Tanzania, ugomvi wa kidini kama unakumbuka. Hadi kuna muda tukasikia kuna mchungaji kauawa Geita, watu wanagombania kuchinja. Waislamu wanataka wao, Wakristo wanataka wao. Tukasikia Mbagala kuna kijana kakojolea kitabu, si katokea mpaka vurugu. Zanzibar si kuna mtu akamwagiwa tindikali. Yani kuna muda nchi ilikuwa inaingia kwenye udini kabisa, udini kabisa. Kiasi kwamba akiongea kiongozi wa kisiasa yoyote, wangazi yoyote, watu hawakumuelewa. Rais akiongea anaonekana wale anavutia kwake, akiongea si waziri, akiongea si wabunge. Ikaonekana kama nchi inaenda kwenye dini, kwenye ugomvi wa dini live. Mimi nikasimama kama mfalme na watu wakaheshimu, nikatoa wimbo wangu wa Dini Tumeletewa. Dini Tumeletewa ukasababisha kila mtu akaelewa uhalisia. Nakumbuka shehe mkuu wa Dar es Salaam kipindi kile, nafikiri si Musa yule, alinipigia kama bwana Sele umefanya kazi kubwa sana hiyo ya Dini Tumeletewa. Akanipigia mzee wa upako Mkristo, Sele umefanya kazi kubwa sana. Marehemu mzee Pengo alisifia ile kazi ya Dini Tumeletewa. Na watu wa madini yote wakasema bwana umefanya vizuri. Kwa nchi nzima ikatulia. Hata ile swala la udini hadi leo hii, mimi naamini leo hii hata atokee kiongozi gani, hata mtu gani hawezi kuwagombanisha Watanzania wa kizazi hiki kwa mambo ya udini. Sasa mimi nilitoa nyimbo ya Dini Tumeletewa ikakubalika. Nikaja akatoa nyimbo ya Bila Marekani. Kwamba bwana nawajaribu kuelezea bwana hali halisi ya dunia. Na uzuri wake ni nyimbo ambao ndani ya siku 3 tu Marekani wenyewe wakaisikia. Watu walisema watakusikiaje Marekani unaimba Kiswahili? Kumbe wale wenzetu wakubwa wanatafsiri kila lugha. Wakausikia ile wimbo, wakauposti kwenye peji zao official, wakautolea maelezo. Na haijawahi kutokea kwa msanii yoyote wa Tanzania, Afrika Mashariki, sijui huko Afrika nyingine, kwamba yuko msanii ambaye aliwahi kuchukuliwa nyimbo yake ikapostiwa kwenye ubalozi wa taifa kubwa kuliko yote duniani la Marekani, ambao ni mataifa 52 pale 51 52, yakasema bwana kuna mtu anaitwa Afande Tanzania kaimba kuhusu sisi kama taifa. Balozi wa Marekani ambaye anamwakilisha rais wa Marekani, anawakilisha raia wa Marekani milioni 200 na kitu. Balozi wao akasikia ile wimbo, akautafsiri, akauelewa na akauposti, akautolea maelezo. Kwamba na huyu jamaa ameweza bwana, kapatia hata kama sisi katupiga, lakini kaongea ukweli, muacheni. Na of course mambo yanavyokwenda mbele tunaona ukweli. Leo hii mafuta shilingi 4,000 na kitu. Huwezi kulaumu serikali ya CCM, huwezi kumlaumu rais, huwezi kulaumu wabunge wala mawaziri. Ni kwa sababu bila Marekani. Matatizo ya kule Mashariki ya Kati yamesababisha hii hali. Leo tunaona kuna magonjwa yanakuja from nowhere, tumala si virus nini, si nani, ni Marekani. Umeona bwana? Kwa mimi nadhani ufalme wangu wanaupokea watu mpaka leo, kwa sababu baada ya kushinda 2004 labda sikukaa kimya. Hata JNZ leo akisikia bila Marekani anasema sijawahi kuona mtu anaandika vina venye maana na message kali na content ya kweli kama anavyoandika Afande Sele.
Mega Mix. Mega Mix, yo. Mega Mix.